Tunapendekeza kuondoa utaratibu wa maafisa wa kodi kuonana uso kwa uso na walipa kodi na kupunguza matumizi ya fedha taslimu na karatasi. Kama nilivyosema, mfumo ambao ni faceless, cashless, paperless. Na kwa kadri inavyowezekana, masuala yote yafanyike kupitia mitandao. Aidha, iwapo upo muhimu wa kuonana, basi yatengwe maeneo mahususi ndani ya ofisi ziwe za TRA au mamlaka za serikali za mitaa yenye uwazi na CCTV kamera ili kuweka rekodi. Kwenye eneo hili tunapendekeza kuwa TRA itengeneze program tumizi, yani app rahisi itaingia kwenye simu yoyote ya mtu, itakayotumika kama lango la mlipa kodi, na kuanzisha mfumo ambao kwa kiwango kikubwa utakuwa faceless na paperless. Na iwe na sifa zifuatazo hiyo app. Kwanza, iwe rahisi kutumia na kumwezesha mlipa kodi mwenye kiwango chochote cha elimu, kiwango chochote cha uelewa wa masuala ya kodi kufanya shughuli mbalimbali bila kulazimika kufika ofisi za TRA au kutumia kompyuta. Pili, kumwezesha mlipa kodi kufanya vitu kama usajili, kujaza ritani za kodi na utaratibu rahisi na unaoeleweka. Tatu, imwezeshe mlipa kodi kuangalia malimbikizo ya kodi na madeni, tax liabilities. 4, imwezeshe mlipa kodi kulipa kodi moja kwa moja kwa njia za kidijiti, mitandao ya simu na benki, kupata stakabadhi na taarifa za miamala ya kikodi. 5, imwezeshe mlipa kodi kupata taarifa ya notice ya tarehe ya mwisho ya kulipa na kujaza ritani, kujifanyia makadirio ya kodi na kuwasilisha TRA. Na 6, imwezeshe mlipa kodi kuwasiliana moja kwa moja na msaada wa huduma kwa wateja, yani live chat and call support. Eneo la pili, kwenye tehama tunapendekeza TRA iboreshe mfumo wa lango la mlipa kodi, yani taxpayers portal, ili kuruhusu tathmini kufanyika kwa njia za kielektroniki, kuanzia kuwasilisha ritani, kuwasilisha nyaraka za ziada, maelezo ya ziada na majadiliano ya marekebisho ya tathmini, yani assessment adjustment. Mfumo huo uweke rekodi, yani digital logs, ya kila hatua iliyochukuliwa kwa uwazi. 3, kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa kusimamia ukaguzi wa kodi, yani tax audit automation system. Mfumo huu utaruhusu maafisa wa ukaguzi kupakia na kuchakata taarifa zote za ukaguzi ndani ya mfumo, na msimamizi, yani supervisor, kufuatilia mwenendo wa ukaguzi kwa wakati halisi, yani real time. 4, kuanzisha mfumo wa kielektroniki kwa njia ya kwa ajili ya makadirio ya kodi kwa walipa kodi wa makadirio, yani wale ambao ni presumptive taxpayers, kupitia lango la mlipa kodi, yani taxpayers portal na app ya simu. Mfanyabiashara aweze kujikadiria mapato yake kwa kutumia vigezo vilivyowekwa. Aidha, iwepo pia app rahisi kutumia na ya bure itakayosaidia wafanyabiashara wadogo kutunza kumbukumbu za mauzo na manunuzi, na hii itasaidia ukadiriaji sahihi wa kodi, yani tax assessment. 5, kadi zote za malipo ikiwemo N-card na za mwendo kasi kadi ziunganishwe na kuwa kadi moja itakayoweza kulipia huduma zote za msingi kwa gharama ndogo au ikiwezekana bila malipo kabisa. Aidha, kadi hii iwe na toleo la kidijiti, yani digital card, inayopatikana ndani ya program ya tumizi, yani hiyo mobile wallet, yenye taarifa zote muhimu za mlipa kodi kwa malipo na huduma mbalimbali. 6, mfumo wa tausi uboreshwe na kuwezesha ukusanyaji wa mapato yote ya mamlaka za serikali za mitaa kwa njia za kidijiti, na kuweka sharti la kisheria kwa taasisi zote za serikali ikiwemo TAMISEMI kufanya na kupokea malipo kwa njia za kidijiti, yaani mfumo ambao ni cashless. 7, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI iongeze moduli maalum katika mfumo wa tausi itakayoruhusu watendaji wa mitaa na vijiji kusajili wafanyabiashara wote katika maeneo yao, hata wale ambao hawana leseni za biashara. Aidha, kuwe na program tumizi ya simu
itakayotumika kukusanya taarifa za biashara zilizopo kama vile miliki, eneo, aina ya biashara na hali ya biashara, ili vizingatiwe wakati wa kukadiria kodi. 8, TAMISEMI ikamilishe moduli ya utambuzi na usajili wa majengo na matumizi yake ili kuwezesha ukusanyaji wa kodi na tozo mbalimbali kulingana na matumizi ya jengo la kodi, ili kodi itokane na matumizi halisi ya jengo na aina ya jengo. 9, mamlaka za serikali za mtandao ianzishe mkoba wa kidijiti, digital locker, utakaotunza nyaraka zote muhimu za raia ikiwemo vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya taaluma, NIDA, TIN na leseni mbalimbali ili kurahisisha upatikanaji wake kwa wakati wote na kwa wakati mmoja. Mheshimiwa Rais, eneo lingine ni hatua za kiutawala, kimfumo na kimuundo ndani ya TRA, ndani ya mamlaka za serikali za mitaa na mamlaka za udhibiti. Kwa TRA na wote wenye mamlaka ya kikodi wabadilike kimtazamo na kujenga utamaduni mpya wa huduma kwa walipa kodi. Na ili kuendana na mtazamo huo, tume inapendekeza TRA ibadilishwe jina kutoka Tanzania Revenue Authority na kuwa Tanzania Revenue Service. 2, asante. Na tumeona nchi nyingi ambao wanaitwa hivyo wala haitawapunguzia hadhi yao. Ya pili, haki na wajibu wa mlipa kodi. Haki na wajibu wa mlipa kodi ambao uko kwenye mkataba wa huduma kwa mlipa kodi. Haki na wajibu huo ziheshimiwe kikweli, na utoaji wa elimu kuhusu haki na wajibu wa mlipa kodi uimarishwe zaidi. 3, Mheshimiwa Rais, ufanisi na utendaji wa TRA usipimwe kwa kigezo kimoja tu cha kiwango cha makusanyo, bali pia uzingatie usahihi wa mbinu za ukusanyaji na umuhimu wa kuimarisha mahusiano bora na walipa kodi, customer care, na kuhakikisha kuwa mbinu zinazotumika haziathiri malengo mengine ya kitaifa. 4, tunapendekeza kuondoa utaratibu wa maafisa wa kodi kuonana uso kwa uso na walipa kodi na kupunguza matumizi ya fedha taslimu na karatasi, kama nilivyosema, mfumo ambao ni faceless, cashless, paperless. Na kwa kadri inavyowezekana, masuala yote yafanyike kupitia mitandao. Aidha, iwapo upo muhimu wa kuonana, basi yatengwe maeneo mahususi ndani ya ofisi ziwe za TRA au mamlaka za serikali za mitaa yenye uwazi na CCTV kamera ili kuweka rekodi ya mazungumzo na kuondoa usiri kati ya mlipa kodi na maafisa wa TRA. 5, TRA imarishe matumizi ya mifumo ya tehama kama tulivyosema, lakini pia watumie akili unde, artificial intelligence, data kubwa, big data na blockchain. Na ili kupunguza mahitaji ya watumishi wengi, gharama za kiutawala, kuongeza ufanisi, kuhakikisha usalama na uwazi wa data na kuboresha huduma kwa walipa kodi kupitia teknolojia za kisasa.